Na mtazamaji, maafisa wa DCI wamewakamata washukiwa watatu wanaohusishwa na wizi wa kimabavu kwenye maeneo ya burudani katika kaunti za Nairobi, Kiambu na Kajiado. Na kwa mujibu wa polisi, washukiwa wamekuwa wakivamia maeneo ya kuuza pombe, kuwajeruhi wenye biashara, kuiba mali na wakati mwingine kuua waathiriwa. Na Franklin Wala ana maelezo zaidi. Bosco Nkunzimana anaharidhia alivyonusurika kifo baada ya kuvamiwa na genge la wahalifu akiwa kazini. Anadai wahalifu hao walivamia baa aliyokuwa akilinda mtaani Karen na kuingia kwenye baa hiyo kuiba. Bosco alijaribu kuwazuia wezi hao ila alishambuliwa na kupigwa vibaya. Kisha alifungwa miguu na mikono kwa kamba na kuachwa akiwa mahututi huku wezi wakitoroka. Bakanambia, wewe lala chini, alafu usijaribu kupigia mdozi wako, simjaribu kumupigia. Tunataka ulale chini, ukimaliza kulala chini tunataka kuingia huko ndani. Tukasumbuana, alafu bakaambiana eti amekataa kulala chini, leta kamba pale kwa uko mwa hiyo gari tumufunge miguu na mikono. Bakanifunga miguu na mikono, bakanipiga chini, alafu akanigonga chuma hapa kwa kichwa. Damu kimwangika sana kabisa. Katika kipindi hicho washukiwa walinaswa kwenye kamera za CCTV wakihusika na visa vingine vya wizi. Katika matukio tofauti waliiba kwenye maduka ya kuuza pombe huko Ongata Rongai, Kitengela na Kiambu. Huko Renjen Kikuyu walivamia baa moja na kumuua mlinzi. Katika tukio hili la Kitengela walimshika muuzaji pombe kwenye baa moja, kumlazimisha amuite mlinzi na kisha kumteka nyara mlinzi huyo na kuiba pombe. Mwathiriwa mwingine anasema genge hilo lilimuibia kwenye baa yake huko Ongata Rongai. Katika tukio hilo pia picha za CCTV ziliwanasa washukiwa. Walikuwa wamekam na Noah Voxy, wakazima main switch hiyo ya meter box, wakazima ndio wakaiba. Waliba around 431,000 in one night. Hiyo ni leba ilipata wameiba, wamechukua pombe zote na walichukua pombe zote wakaniachia chache. Na pombe zenye waliiba zilikuwa zina cost 150k. Baada ya washukiwa kukamatwa, polisi walipata pombe kadhaa zinazoaminika kuibwa. Rekodi ya polisi inaashiria washukiwa wamehusika katika visa 12 vya wizi jijini Nairobi, visa 13 Kiambu na visa 5 Kajiado. The robbers have been targeting high-end liquor outlets. Yes, they have been using very crude weapons to break into liquor stores. And they have been gaining access by also making sure that they destroy completely the entrances. Padlocks and all sorts of things, and they have not spared even music equipment. Miongoni mwa washukiwa ni John Nderitu Mugo aliyekamatwa huko Nakuru akiwa na pombe yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 3. Polisi walipata vifaa vinavyoaminika vilitumika na wahusika kutekeleza uhalifu na magari matatu ambayo yamekuwa yakinaswa kwenye picha za CCTV yakihusika na uhalifu huu. Washukiwa wanazuiliwa kituoni Kikuyu wakisubiri kufikishwa mahakamani, huku makachero wakiwatafuta washukiwa zaidi. Franklin Wala, Runinga ya Citizen.